tunazo hali hatarishi au risk factors ambazo mama akiwa nazo either kabla ya ujauzito au wakati ni mjamzito zinaweza zikamletea shida afya ya akili baada ya yeye kujifungua. Miongoni mwa sababu hizo hatarishi ni pamoja na umri. Mwanamke akibeba ujauzito katika umri mdogo zaidi, miaka 16, miaka 17, akibeba ujauzito inaweza ikamletea shida baada ya kujifungua. Anaweza akapata matatizo ya afya ya akili. Na hii ni kwa sababu anakuwa amebeba mimba katika umri mdogo, lakini wakati mwingine unakuta ni mimba ambayo hakuitarajia. Ni katika michezo tu ya hapa na pale kanasa ujauzito, so akalazimika kujifungua. Kwa hivyo mwisho wa siku anaweza kapitia kipindi kikubwa sana cha msongo wa mawazo wakati ni mjamzito, hali ambayo ikapelekea baada ya kujifungua akapata matatizo ya afya ya akili. Lakini pia kwa wale wanawake ambao wanajifungua katika umri ambao ni mkubwa zaidi, wanaweza pia nao wakapata matatizo ya afya ya akili kutokana na kwamba wakiona kwamba hawana support, hawana watu wa kuwasimamia, hawawezi kumlea mtoto, wakianza kuwaza mtoto atasomaje, atakula nini, kwa sababu wamejifungua katika umri mkubwa zaidi, miaka 40, inaweza ikaleta shida baada ya mama kujifungua. Lakini sababu nyingine hatarishi ni period, kwa maana ya idadi ya nzao. Mara nyingi hali hii inawakuta sana wale mapramgravidas, wadada ambao ni ujauzito wao wa mwanzo ndio huwa wanapitia sana hii hali. Lakini nyingine ni marital status. Marital status maana yake tunaangalia ni hali ya ndoa. Kwa hivyo hali hii ya matatizo ya afya ya akili huwa inawakumba zaidi wale wanawake ambao either hawajaolewa au ambao wametoka kuachana na waume zao. Kwa mwanamke ambaye hajaolewa inaweza kumletea shida, anaanza kuwaza, muda mwingi anakaa na mawazo, kuwaza atamlea vipi mtoto, atamsomesha vipi, mtoto akiumwa itakuwaje. Kwa mama anakuwa anapitia muda mwingi sana, anafikiria, anapata mawazo, hali ambayo baada ya kujifungua inaweza kumletea shida. Lakini pia wale ambao tayari walikuwa kwenye ndoa, then baada ya kupata ujauzito mwanamke akaachika. Kwa hiyo zile stress za mumewe, jinsi ambavyo atamhendo mwanae inaweza pia kumletea shida baada ya kujifungua. Lakini sababu nyingine hatarishi ni kuwepo na matatizo mengine wakati wa ujauzito ambayo yanaweza kuhitajia either matibabu au vitu vingine. Kwa mfano, mama wakati ni mjamzito akaambiwa kwamba inatakiwa ajifungue kwa njia ya operation. Kwa hiyo hii inaweza ikamharibu mama kisaikolojia, kutokana na vile hajui kuhusiana na operation, gharama, akawa anaogopa. Kwa hivyo inaweza kumstress kiasi ambacho baada ya mwanamke kujifungua au kufanyiwa hiyo operation inaweza kumletea shida. Lakini tabia nyingine hatarishi ni depression during pregnancy. Mama akiwa na msongo wa mawazo, hali ya sonona katika kipindi ambacho ni mjamzito, baada ya kujifungua inaweza kumletea shida ya afya ya akili. Lakini pia tuna social deprivation. Kuna wale watu ambao huwa wanapenda kukaa wenyewe, kuna wale antisocials. Kwa kuna wale wanawake muda mwingi anapenda tu kukaa mwenyewe, kipindi cha ujauzito yuko mwenyewe, anapenda tu kama mwenyewe. Kwa hawa watu huwa kuna vitu wanavikosa, wanakosa ushirikiano, wanakosa love, wanakosa zile affections kutoka kwa wanajamii na watu wengine. Kwa hiyo hawa baada ya kujifungua wanaweza kupata hali ya matatizo ya afya ya akili. Lakini pia tuna family history, familia, kama kuna mtu amewahi kupata shida hii either mama au dada, ambapo tunazungumzia ni first degree relatives, inaweza ikampelekea hata mdogo mtu naye akaja akapata shida hii ya matatizo ya afya ya akili baada ya kujifungua. Lakini sababu nyingine hatarishi ni pamoja na kuwa mwanamke amewahi kuwa na tatizo la afya ya akili hapo awali. Kwa hivyo inaweza pia hali hii ikamtokea baada ya mwanamke huyo kujifungua. Lakini pia tabia nyingine hatarishi ni kuwa na hali yoyote ile ambayo ilisababisha hali ya mshtuko, hali ya wasiwasi kipindi cha ujauzito. Kwa hiyo inaweza kaleta shida baada ya mwanamke kujifungua. Kwa mfano, mwanamke katika kipindi chake cha ujauzito alifiwa mumewe, au labda akampoteza mamake mzazi, au akapoteza mtoto wake. Kwa hiyo hii hali inaweza kumletea shida. Katika kile kipindi atakachokuwa anapitia mawazo na sonona kutokana na kupoteza mtu wake wa karibu, baada ya kujifungua inaweza kumletea changamoto nyingine.